wa makala simulizi. Nataka nikukumbushe kitu kimoja. Bwana, watu wangu wa makala simulizi bwana, nataka nikumbusheni kitu kimoja bwana, kwamba hii ni sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Wasaa wa Kupenda. Kwa hivyo kwa wewe ambaye bado ni mgeni katika simulizi hii au katika channel yetu ya makala simulizi na ungependa kusikiliza simulizi mbalimbali ambazo zilizopita, basi bonyeza hilo neno ambalo limeandikwa makala simulizi, yani jina la hii account. Libonyeze. Ukishalibonyeza hilo neno, basi utaona sehemu imeandikwa home, utaona sehemu imeandikwa videos, InShot na kadhalika na kadhalika. Bonyeza hiyo sehemu ambayo imeandikwa videos. Ukishaibonyeza hiyo sehemu, basi utaona mtiririko wa video mbalimbali nyingi tu ambazo zimewekwa katika channel hii ya makala simulizi. Unaweza kuziangalia zote na kuzifuatilia mwanzo hadi mwisho. Unapoziangalia basi usiache kutoa comment yako unapoangalia video mbalimbali ambazo zipo hapo. Kama hujaelewa, napita haraka haraka. Bonyeza hilo neno ambalo limeandikwa makala simulizi, yani hii jina la account hii, libonyeze, liko chini ya video hii pia hapo, bonyeza. Ukishalibonyeza hilo neno makala simulizi, nenda hapo. Kuna sehemu imeandikwa home, kuna sehemu imeandikwa video, bonyeza hiyo sehemu imeandikwa videos. Basi ukibonyeza hiyo, utaona mtiririko wa video zote kuanzia ya kwanza mpaka hii hapa. Basi karibuni sana katika sehemu hii ya 6 na sehemu ya mwisho ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Wasaa wa Kupenda. Asante sana. Baada ya maelezo hayo mafupi, niwakumbushe kidogo mahali ambapo tulipoishia ili tuanzie hapo sasa tuweze kwenda mbele katika simulizi yetu hii. Katika sehemu ya 5 tulishia mahali ambapo mwanadada Leila alikuwa yuko katika ukumbi ambao waliokuwa anafanya sherehe yao fupi ya kuvishana pete pamoja na Andrew. Lakini tuliona wakati ambapo wapo katika sherehe, Andrew wakati amepiga magoti anataka sasa amvalishe pete mwanadada Leila, alistukia sauti ya mtu ambaye aliyekuwa anaingilia na kustopisha shughuli ile ambayo iliyokuwa inaendelea kuvishana pete. Na mtu yule alikuwa sio mwingine bali alikuwa ni mpenzi mwingine wa mwanadada Leila ambaye alikuwa anafahamika kama Daniel. Sasa alikuwa anajieleza pale, na hapo sasa ndipo ambapo tukaishia. Tukujua kwamba amejieleza ameishia wapi na maamuzi yametokea yapi. Basi tuendelee basi ili tuweze kuelewa zaidi ni nini kinachoendelea hapa. Naam, nipo kwa ajili yako. Mnayemwona mbele yenu ni mwingine, Daniel Peter. Naomba niseme tu kweli kwamba Daniel Peter ni mpenzi wangu pia. Japokuwa mimi navalishwa pete na Andrew hapa, lakini ukweli ni kwamba sijui nisemeje. Hebu ongea ambacho unachofikiri kina maana. Hebu kiongee tuweze kukuelewa. Hapa kuna watu wazima, kuna viongozi wa kidini na kuna viongozi wa kimila. Tumealika viongozi wa kiserikali, hatuwezi kushindwa kusolve hilo tatizo. Kwa hivyo tunakuomba uwe free kabisa. Jieleze tu vizuri, tutakuelewa ni nini cha kufanya. Basi nilikuwa nasema hivi, Daniel Peter huyu ambaye aliyekuja hapa ni mpenzi wangu ambaye wa siku nyingi sana. Kuhusiana na mpenzi wangu Andrew, wazazi wa pande zote mbili wanaelewa kwamba ilikuwaje. Lakini kabla ya hicho ambacho wazazi wangu wanachokijua na wazazi wake Andrew wanachokijua, nilikuwa na mpenzi wangu ambaye ni huyu hapa Daniel. Na sikuwahi kumwambia mimi na wewe basi. Kwa hivyo hatujawahi kufika mwisho katika penzi letu.
Lakini kutokana na maamuzi ya wazazi wetu walioamua, ndio alionifanya niwe pamoja na Andrew. Hayo mambo sitayasema hapa kwa sababu wazazi wote wanayajua. Na basi kwa sababu umesema mambo ni ya kifamilia na wazazi wanafahamu, tunafikiri hili jambo tungewaachia wazazi waliamue. Alafu sisi wengine tutabaki kama washauri. Uzuri ni kwamba pande mbili wazazi wote wapo. Inabidi wakae chini wakaweze kuelezwa ni jambo gani, ni namna gani wa kulitatua hili jambo, na kama ikishindikana basi tutatoa ushauri sisi kama sisi. Kwa kipindi kifupi mimi ningeshauri wazazi wa pande zote mbili wangekwenda pembeni kwenye chumba cha maandalizi cha ukumbi huu, waongee, wajue haya mambo yanayamalizaje, na ikiwezekana wamuite kijana Daniel huyu, waongee naye pia vile vile, alafu shughuli zingine zitaendelea. Lakini kwa wakati huu mimi kama baba mdogo upande wa mwanaume ninasitisha hizi huduma ambazo zilizokuwa zinaendelea hapa kwa muda mpaka pale ambapo hili jambo litakapoongelewa kwa dakika hizo chache tunazowapa. Alafu watakuja tuendelee na shughuli. Hapana, ngoja. Mimi ndio mzazi wa kijana Andrew. Ni kweli wewe ni baba yake mdogo, lakini naomba niongee. Na kuelewa hekima uliyoitumia, lakini naomba tu niliamue hili jambo kabla ya kwenda kuamuliwa. Huyo kijana simtambui. Na kwa sababu simtambui, hana sababu zozote za kuendelea kutuletea vurugu hapa katika shughuli yetu. Mkwe wangu ninayemtambua ni Andrew Paul Janabi, ndiye huyo hapa. Huyo kijana mwingine simfahamu kabisa. Kwa hiyo naomba asiendelee kuleta usumbufu hapa. Ninaweza nikaamuru wa vijana wakaenda kumalizana naye huko nje haraka iwezekanavyo. Kaka, hapana kaka. Kaka yangu, hili jambo mpaka hapa lilipofika linahitaji busara. Nguvu tena haziwezi kusaidia hili jambo. Na kwa ajili ya kumsaidia mtoto wetu na watoto wetu kwa ujumla, ni vyema mkakae muongee pande zote mbili, alafu mjue nini kitaendelea. Basi msikilizaji, baba yangu pale mzee Chogo Ndesa alitafakari kidogo na hatimaye alikubaliana na ombi la baba mdogo alilokuwa amelitoa kwamba waende wakazungumze. Baba yangu pamoja na mama yangu, baba yake Andrew pamoja na mama yake Andrew walitoka. Walienda katika ofisi ya ukumbi ule ambapo ilipokuwa ni chumba kwa ajili ya maandalizi. Walikaa huko na kuongea, na baada ya muda mchache walirudi pale. Walirudi katikati ya ukumbi, lakini kabla ya hapo hawakuruhusiwa kuongea, bali baba mdogo naye baba mdogo yake Andrew alisema pia baada ya wao kuzungumza inabidi kuitwa wazee kadhaa na viongozi wa dini ili waende wakajadili pamoja, sasa wasikilize jambo ambalo wazazi wa pande zote mbili walizokuwa wameandaa, wamekubaliana. Basi pale kulikuwa na mchungaji na viongozi baadhi wa dini, kulikuwa na viongozi wa mila walikuwepo pale, na wazee wa hekima walikuwepo pale. Walitoka pale na kuandamana mpaka kule katika ofisi ya ukumbi ule pale. Walikaa katika kujadili jambo lile na hatimaye waliafikiana jambo. Hatukujua ni mambo gani ambayo mengi waliyoongea, lakini baada ya muda walikuja pale na hatimaye aliyechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kikao kile kifupi alisimama akasema, "Bwana, ndugu zangu,
samahanini sana kwa mambo yote yaliyotokea. Samahanini sana kwa mambo haya ambayo si aibu tu kwa upande wa watoto wetu, bali ni aibu pia kwa upande wetu sisi wazazi, lakini ni aibu pia kwenu nyinyi wageni waalikwa. Poleni sana na tunaomba mtusamehe pia sana. Watu waliitikia pale wakisema amina. Tumesamehe. Hatimaye mwenyekiti yule wa kikao kile kilichokuwa kiko kule ofisini aliendelea kuongea. Na sasa ndugu zangu, kutokana na taharuki ambayo iliyotokea hapa, ndugu, wazazi, wazee wa hekima, viongozi wa dini pamoja na viongozi wa mila, tumekubaliana kwamba jambo hili kutokana na uzito wake, madai ya kijana huyu yamekuwa ni yanaupata nguvu kutokana na binti yetu huyu jinsi alivyoongea. Tumeona kwamba madai ya kijana huyu Danieli yana maana, na vile vile kilichokuwa kinaendelea hapa kina maana. Kwa pamoja, watu niliowataja tumekubaliana kwamba huduma hii ya leo ya kuvishana pete vijana wetu hawa iweze kuahirishwa mpaka hapo itakapotangazwa tena. Pale watu wote walishikwa na mshangao. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kwa kweli. Nilifikiri sana kwa nini jambo hili limenitokea. Lakini kiukweli ni kwa sababu sikuwa na jambo lingine la kufanya. Sikuwa na namna ya kuzuia tena jambo lile lisitokee. Kwa sababu tayari limekwisha kutokea. Ningefanya nini? Kiongozi yule aliendelea kuongea akimalizia. Naomba nimalizie ndugu zangu. Naona mmeanza kuongea hapo. Tulikuwa tumekubaliana kwamba jambo hili kutokana na uzito wake linakwenda kujadiliwa sasa rasmi, alafu na hatimaye baada ya mjadala mkubwa ambao mjadala huo utahusisha upande wa wazazi wa Danieli, kijana Danieli, upande wa wazazi wa kijana Andrew pamoja na wazazi wa binti Leila. Hilo jambo maana yake litakuwa lina vikao kadha wa kadha. Vikao hivyo ndivyo vitakavyoamua kwamba shughuli hii iendelee au isiendelee, na iendelee kwa mfumo gani. Kwa hivyo ndugu zangu, tumeomba radhi sana, na sasa watu wanaweza wakaendeleza huduma zingine, lakini huduma ya kuvishana pete kwa kweli ni kama hivyo imesitishwa ndugu zangu. Basi pale ilibidi watu waendelee na sherehe tu ambayo haina kuvishana pete. Masuala ya vyakula na mambo mengine kama hayo. Lakini shughuli yangu mimi ya kuvishwa pete ilikuwa imeishia pale pale. Akili yangu ilikuwa inawaza sana, na nilifikiri kwamba kiukweli Daniel ameonyesha ujasiri wa hali ya juu kuonyesha kwamba ananipenda. Ile ilitosha kabisa kumuongezea nafasi kubwa sana katika moyo wangu. Nikasema kwenye akili yangu kwamba huu ndio wakati wa kupenda. Na huu ndio wakati wa kumpenda Daniel. Ni wakati sahihi wa kumpenda Daniel kwa sababu Daniel aliujua wakati pia wa kupenda. Yeye hakupenda na kuishia tu moyoni mwake, bali ameonyesha kwa vitendo. Kweli huu ni wakati wa kupenda. Mpaka kufikia pale maamuzi yangu nilisema kwamba wazazi wangu wapende wasipende,
awamu hii mimi ninakwenda kuolewa na Daniel. Sherehe ya pale siku ile ilimalizika bila mimi kuvishwa pete. Tulitawanyika na haraka iwezekanavyo kikao kilianza kuitishwa cha wazazi wa pande zote mbili, tukiwepo sisi. Tuliongea sana pale, lakini ilifika wakati ambapo mama yake Andrew alianza kuongea. Mimi nafikiri niwaambieni tu ndugu zangu, jamani, mume wangu basi na wazazi wa binti yetu huyu Leila, unajua tunaweza tukaforce mambo ambayo hawafai kuforce. Waswahili wanatumia neno wakisema kwamba tunaforce maji kupanda mlima. Kwa hicho ninachokiona hapa, nafikiri wazo letu la kuunganisha hawa tuliache. Tuacheni wawe watu huru, waamue wenyewe kwamba wanakaa na nani, nani anakaa na nani. Ikiwa watapenda kuoana wao kwa wao, basi na iwe hivyo. Ikiwa hawatapenda, na iwe hivyo. Lakini sio vizuri hata kidogo kuendelea kuwaunganisha kwa namna hii. Hili jambo lina athari katika maisha ya familia zetu hizi mbili, lakini pia yanaweza yakaathiri kwa kijana yule Daniel ambaye anadai kabisa kwamba huyu Leila ni mpenzi wake wa siku nyingi, na hata hivyo Leila mwenyewe amekubali, amekiri kwa ulimi wake kwamba ni kweli. Niwaombe sana ndugu zangu, tuacheni watoto wawe huru. Msikilizaji, maneno yale ya mama yake Andrew yalikuwa yameugusa moyo wangu, lakini yalionyesha kabisa kukinzana na mawazo ambayo waliokuwa nayo baba zetu. Huyu mwanamke tumempa nafasi ya kuongea. Angalia matatizo sasa hayo. Tumempa nafasi ya kuongea, anatupanda kichwani. Anathubutu kupangua mambo ambayo sisi tulipanga. Tabia za kihuni kabisa hizi. Yaani anapinga mambo ambayo sisi tulishapanga. Sisi tunaangalia ni namna gani ili jambo linaweza likaisha na watoto wakawa pamoja. Yeye anawaza habari ya kuachanisha. Mzee mwenzangu, unamuona mke wako? Shemeji, unaona anachokifanya? Hataki kabisa. Tena kabisa kijana wako amoe binti yangu. Ndivyo ambavyo tunaishi hivyo leo hii. Mimi bwana, nafikiri hili jambo libaki kama ambavyo lilivyokuwa limepangwa. Andrew amoe Leila na maisha yaendelee. Huyo ni mwanamke tu ameongea, lakini hatuwezi kuyawekea maanani. Ni jambo la mtu wa kike. Unawezaje kukaa na kusikiliza mtu wa kike? Hapana, unajua nini ndugu yangu? Ndio maana hichi kikao mwanzoni nilikwambia kwamba tukae watu wa kiume pekee. Sasa nilishangaa sana kikao cha watu wa kiume na watu wa kike kuingia hapo, inakuaje? Angalia sasa maamuzi yake. Kwamba eti yule aende tu. Aachwe, yani waachwe tu. Yani waachwe waishi tu. Hayo sio malezi hata kidogo. Lakini kwa sababu tumemshirikisha huyu, basi aondoke hapa akifahamu kwamba maoni yake aliyotoa tumeyapokea na tumeyapinga. Nilikuwa nawaza pale kwamba hata kama wakikataa, lakini awamu hii Daniel ndio mume wangu. Sipo tayari kabisa. Sipo tayari hata kidogo kwenda kuolewa na Andrew. Huu ni wakati wa kupenda
na wakupendwa huyo mtu si mwingine bali ni Danieli. Mwanaume aliyeonyesha ujasiri wa kupinga mpaka mbele za watu wengi na akapinga kwamba mimi nisivalishwe pete. Huyu ndiye mwanaume sahihi. Nitakwenda kwa namna yoyote ile. Kufikia pale msikilizaji, kikao kile kiliahirishwa japokuwa mimi nilikuwa nafikiri mambo yangu sijayasema. Lakini kiliahirishwa kwa sababu baba zetu waliamua kwamba sisi tuendelee kwa pamoja. Waliporudi nyumbani sasa baada ya kutawanyika pale, baba yake Andrew alianza kushawishiwa na mama Andrew. Paul Janabi aliwekwa vizuri kwenye mapaja ya mwanamama. Akaanza sasa kufundwa vizuri pale na kubadilishwa mawazo. Akiwa amelala, wakati akiwa kifuani mwa mwanamama huyu na wakati ambapo anapokuwa mapajani. Alielekezwa, akabembelezwa, akaivishwa, akaiva. Hatimaye alikubaliana na msimamo wa mke wake kwamba hakuna sababu ya wao kutuunganisha kwa njia ya mapenzi. Wamekiri kabisa kwamba sumaku zimeacha kuvutana tena. Kwa hivyo ziachwe zitengane, zitavutana kwa wakati wake. Kufikia hapo sasa, baba yake Andrew, bwana Paul Janabi, aliamua kumfuata sasa mzee wangu, baba yangu, mzee Chogondesa. Na kwanza kumweleza ukweli. Unajua bwana ndugu yangu, nimefikiri sana hili jambo. Nimekuja kuona kwamba hawa vijana wetu tunaweza tukawaacha waishi kwa uhuru. Unajua tukiwaacha wakiishi kwa uhuru hakuna kinachoharibika. Nafikiri sisi tuwekeze zaidi kwenye kuimarisha biashara. Lakini habari ya kulazimisha kwamba wao wawe kiunganishi chetu, sidhani kama ina maana yoyote ile. Tuacheni washughulike wenyewe. Kila mmoja atajua anakaa wapi. Kwa hiyo ina maana wewe umekwenda huko umeshawishiwa na mwanamke na wewe umekubali. Umeshawishiwa na mkeo na wewe umekubali, si ndivyo? Na una amani kabisa. Lakini kwa sababu umeamua hivyo basi sina nguvu tena. Umeshawishiwa na mke wako na umekubali, sina nguvu. Nimeacha. Acha waka hivyo hivyo. Kufikia pale baba yangu Ndesa alikuwa tayari ameshakubaliana na mawazo ya mwanamama pamoja na mwanababa ambao ni wazazi wa Andrew. Kwa kweli sikuwepo kwenye kikao chao, lakini nilizipata hizo fununu. Kwa sababu mimi niliondoka na sikuweza kuendelea kwenye kikao. Nilizipata hizo fununu kupitia kwa mama yangu mzazi. Mama yangu aliponiambia kwamba kikao kimeamrishwa kwamba sio lazima mimi niweze kuolewa na Andrew, pale sasa mimi niliamua rasmi sasa kuingia sokoni kutafuta. Yaani kutafuta mpenzi. Lakini hata hivyo sio kutafuta mpenzi, bali ni kujenga mahusiano ya imara kati ya mimi na Daniel. Ulikuwa ni wakati wa kupenda kweli kweli. Nilianzisha sasa tena mahusiano, kupigiana simu, kuongea kati yangu mimi pamoja na Danieli. Na kweli tuliafikiana kwamba sasa mimi nikaolewe na Daniel. Nilimweleza ukweli kwamba aweze kutuma marafiki wazazi wake nyumbani kwetu. Alituma. Alipomaliza kutuma, tulipanga siku ya kuvishana pete.
tulivishana pete vizuri. Na hatimaye baada ya kuvishana pete tukakaa na tukaja tukafunga ndoa vizuri. Kwa kweli ilikuwa ni raha sana. Nilikuwa sasa mpaka hapo ninakaa na mwanaume ambaye nilimpenda kutoka moyoni mwangu na sio kwa shuruti yoyote. Na Mungu ametusaidia kwa kweli. Tukaishi maisha mazuri. Baba yangu pamoja na baba yake Andrew waliendelea kuwa imara sana pia katika biashara, mpaka leo wanafanya biashara kwa pamoja. Lakini mimi nilienda mbali na Andrew. Hata siku moja Andrew tulipokutana akaniambia, nashukuru kwa wewe kwenda mbali na maisha yangu. Umeenda mbali, maisha yangu yamebadilika sana. Ni bora ulikuwa mbali. Lakini elewa tu kwamba bado nakupenda. Lakini sikupendi ili niwe uwe mpenzi wangu tena. Ni furaha iliyoje wazazi wetu kukubali kwamba sisi tuwe watu huru, na sasa hivi uko na mpenzi wako unayempenda sana. Umeiacha nafasi iliyo wazi kwa ajili ya mpenzi wangu ninayempenda sana na yeye aweze kukaa. Tofauti na awali ambapo ilibidi ni mimi na wewe tuoane bila mtu mwingine kuhusika katika ndoa yetu. Msikilizaji, maneno yale ya Andrew yalinifanya hata mimi nifurahi sana. Nilihisi ataumia sana, lakini nilimwambia ukweli kwamba hata mimi ninashukuru kwa wewe kwenda mbali na maisha yangu. Nimefurahi sana na mimi sasa hivi na enjoy maisha yangu. Tulipongezana pale kwa kufanya maamuzi ya kila mmoja kuishi na mpenzi anayemtaka. Mimi nilifanikiwa kukaa na Daniel, familia yao ikiwa na furaha iliyokuwa inanipenda sana. Tulifanikiwa kupata mtoto wa kwanza, tukapata wa pili wa kike, maana wa kwanza alikuwa ni wa kiume. Tukapata watatu wa kike, na sasa hivi tunaye mtoto mdogo ambaye ni wa kiume. Huyo anaitwa Yespa. Kiukweli binafsi naona Mungu ametutembelea na kutupenda zaidi, kwa sababu kila jambo ambalo anakuwa amelipanga Mungu, pengine kutokana kwamba Daniel alikuwa anafanya maombi sana, ndipo hata akili zake zilipokuja na kuwaza ni kitu gani cha maana cha kufanya ili aweze kunipata. Lakini Mungu alivyo mkuu, ni kweli amenipata. Mimi nafurahi sana. Nafurahi zaidi na zaidi kuhusiana na maisha yangu kwa sasa. Natamani sana siku moja nije nikutane tena na Seta, nimpe shukrani kwa wema alionitendea. Sasa hivi nina furaha, nina amani na maisha yangu yanaenda vizuri. Maombi ya Dani yalimfanya nipate mimi. Ninafurahia maisha yangu mpaka leo hii. Ndio maana nimewiwa na mimi kukupa kisa changu hiki ili na wewe uweze kujifunza kitu chochote hapo. Kwa kweli maisha yangu mimi sasa ni salama. Na mara nyingi tunapokuwa katika maombi pale nyumbani, mimi pamoja na mume wangu sasa Daniel Peter, kuna wakati tunajisikia kuwa salama sana, inabidi tunakuwa tunaimba tukiwa tuko kwenye maombi. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama mioyoni, ni salama mioyoni mwetu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Kiukweli msikilizaji, tunayo amani ya kutosha sana katika mioyo yetu. Tuna amani kwa sababu
tunaishi maisha ambayo tuliyategemea na tuliyoyapenda sana. Hakuna aliyeshurutishwa kuishi na mwenzake kama ambavyo ilivyokuwa awali, bali kila mmoja aliishi kitu alichokipenda katika moyo wake. Msikilizaji, itafute na wewe furaha ya moyo wako kama vile mimi ambavyo nina furaha sasa hivi. Ile msikilizaji wangu Yasinta na wengineo wengi ndani, wageni kwa wenyeji ndani ya makala simulizi, siku moja na nyinyi muwe na amani ya moyo, mkae na mtu ambaye mnayempenda sana. Sikushawishiwa na mtu mwingine, bali mkae na mtu ambaye mnampenda sana. Mujue wakati wenu wa kupenda. Siku moja na nyinyi muimbe wimbo mkisema kwamba ni salama moyoni mwenu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Basi bwana mpendwa mfuatiliaji, na huo ndio mwisho wa simulizi yetu hii ya wakati wa kupenda ama wasaa wa kupenda. Hapo ndio mwisho. Natumai sana kuna jambo ambalo umejifunza katika simulizi hii. Hebu tushirikishe na sisi wengine bwana, kwamba umejifunza kitu gani. Toa comment yako hapo chini. Usiache kushare pia video hii ili na wenzako waweze kujifunza. Kumbuka, kama unahitaji kuangalia video mbalimbali zilizopita, simulizi mbalimbali zilizopita, basi bonyeza hilo jina ambalo liko chini ya video hii, jina linaloitwa Makala Simulizi. Bonyeza hayo maneno. Ukibonyeza hayo maneno yaliyoandikwa Makala Simulizi, basi utaona sehemu imeandikwa home, sehemu imeandikwa videos. Bonyeza sehemu iliyoandikwa videos, utaona mtiririko wa video zote za nyuma. Unaweza kuziangalia sehemu yake ya kwanza mpaka ya mwisho kadiri utakavyoweza. Basi usiache kufanya hivyo ili kuweza kuzifahamu simulizi mbalimbali ambazo zilishakwisha kufika ndani ya Makala Simulizi. Unapotazama usiache kucomment. Bye bye. Tukutane katika simulizi nyingine.